Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, ni kukaribisha katika kipindi cha Fahamu Yako ya Kiliturujia, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi kuanzia majira ya saa 7 kamili za mchana mpaka saa 8. Na katika kipindi hiki msikilizaji, huwa tunaye mgeni ambaye si mwingine ni Padre Andrea Luziga, anayefanya utume wake katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala na nyumba ya malezi Askofu Mkuu Ndio Mgulumbe kama mwalimu na mlezi. Na katika kipindi hiki msikilizaji, leo tunaongozwa na mada isemayo liturujia ya Kwaresma na uingaji au utoaji wa mapepo. Nikualika mpendwa msikilizaji uweze kubakia kando ya redio yako ili upate kufahamu kwa undani zaidi juu ya mada hiyo. Na wengine ni sio mapoa, lakini wewe msikilizaji na mtazamaji wa Tabora Online una nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746 11 22 35 na nambari ya kupiga simu 0782 61 11 78. Hiyo ni nambari muhimu kabisa kwa ajili ya kupiga simu. Kama utakuwa na swali, maoni au mchango wote kuhusiana na mada hii ya leo, basi utapata nafasi hiyo ya kushiriki nasi. Ni kualike tu msikilizaji, bakia kando ya redio yako. Baba, karibu. Asante mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu. Kama ambavyo tayari umetambulishwa mada yetu ya leo ndugu mtangazaji, basi karibu tuanze kipindi hiki kwa sala tukiongozwa na sehemu ya maandiko matakatifu, Injili ya Marko sura ya 1 aya ya 21 mpaka aya ya 28. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Wakashika njia mpaka Kapernaumu, na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua nani mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, nini hii? Ni elimu mpya? Maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Habari zake zikaenea mara kote kote katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, mada yetu iliyoko mbele yetu kama ambavyo tayari kwisha tambulishwa ni liturujia ya Kwaresma na uingaji wa mapepo au utoaji wa pepo. Nini tunataka kuzungumzia? Tunapozungumzia liturujia ya Kwaresma na uingaji wa pepo au utoaji wa pepo, kwa sehemu ya kwanza tunachotaka kukiweka mbele yetu ni yale matukio ya kiliturujia yanayofanyika katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tunajua kwamba Kwaresma ni kipindi ambacho kanisa linakusanyika pamoja likitafakari juu ya fumbo la Pasaka, yaani Yesu Kristo aliyetukomboa kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko. Na kwa njia hiyo kipindi hiki kinatusaidia
kutafakari juu ya uhusiano wetu na Mungu na uhalisia wa namna maisha yetu ya Kikristo tunavyopaswa kuyaishi au tumekuwa tukiyaishi, ili sasa tuweze kubadilika na ndipo tuweze kufurahia kushiriki ile karamu ya Pasaka, sikukuu ya Pasaka, ufufuko wa Bwana. Sasa kikawaida kipindi hiki cha Kwaresima, kama ambavyo nilivyotambulisha kipindi kilichopita wiki jana, ni kwamba tuna siku 40 za kujiandaa kwa ajili ya Pasaka. Na siku hizi 40 zinaenda kuanzia ile Jumatano ya Majivu mpaka siku ile ya Alhamisi Kuu, kabla ya adhimisho la misa ya jioni ya karamu ya Bwana. Kwa sababu ile adhimisho la misa ya karamu ya Bwana ile jioni ni utangulizi wa kuanza zile siku 3 kuu za Pasaka. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresima kinapoisha, kinakuwa kimetuandaa sasa rasmi kuingia katika maandalizi ya kina sasa juu ya Pasaka. Na ndio maana tunakuwa tuna zile siku 3 kuu za Pasaka ambazo zinatanguliwa na Alhamisi Kuu ile jioni mpaka Ijumaa Kuu jioni siku ya kwanza, Ijumaa Kuu ile jioni mpaka Jumamosi Kuu jioni siku ya pili, ule mkesha tunapoanza mpaka Jumapili ile jioni siku ya 3. Kwa hiyo tunakuwa tumeingia katika utimilifu kabisa wa fumbo hilo la Pasaka. Sasa kipindi hiki tunapokuwa tunajiandaa katika historia nzima ya kanisa, kimekuwa ni kipindi kwa kweli, kinapofika kipindi cha Kwaresima, licha ya waamini wengine ambao tayari ni Wakristo wanajiandaa kwa ajili ya sherehe hiyo ya Pasaka katika hali ya kiroho zaidi, kumbe ni kipindi pia cha kuwahubiria kwa namna ya pekee na ya ukaribu na maandalizi ya karibu wale ambao ni wakatukumeni, watu ambao bado hawajamwamini Kristo, wameendelea kuhubiriwa, kufundishwa juu ya huyu Kristo Yesu na namna ambavyo wakimwamini yeye, kwa njia ya Yesu Kristo huyu wanamfikia Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu. Na hivyo wameanza mwaka wa kwanza, wakaja mwaka wa pili, wakaja mwaka wa 3. Kumbe huu mwaka wa 3 sasa ndio mwaka ambao unakuwa ni wa mwisho kwao katika kufundishwa na kuandaliwa juu ya imani hiyo ya Kikristo katika kuunganika na Kristo ili waweze kumfikia Baba katika Roho Mtakatifu. Na kwa njia hiyo sasa kuna matukio mbalimbali ambayo yanawaandaa, na kipindi cha Kwaresima kinakuwa ndio kipindi cha mwisho na cha utimilifu kwao hawa ambao wako katika hatua ya mwisho. Kumbe kuna matukio mbalimbali ambayo yanafanyika. Kumbe tangu mwanzo alipoandikishwa kama mtakaji mpaka anapokuja siku ile kubatizwa, kupewa kipaimara na Ekaristi Takatifu katika mkesha wa Pasaka, kumbe anakuwa amekamilika sasa katika kuingia katika jumuiya ya Kikristo. Ndio maana zile sakramenti 3, ubatizo, kipaimara na Ekaristi Takatifu, zinaitwa sakramenti za kuingizwa katika Ukristo. Sasa katika historia na mapokeo ya kanisa tangu mwanzo, ni nani aliandaliwa au alifundishwa juu ya imani kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza? Ni yule ambaye alikuwa bado hajamwamini Kristo, hajamjua Kristo, huyu ndiye aliandaliwa. Kumbe hawa ambao walikuwa bado hawajamjua Kristo, bado hawajaelewa juu ya fumbo la Pasaka ambalo ndio kwetu ni wokovu wetu, hawa ndio waliandaliwa ili sasa baadaye waingie sasa katika utimilifu wa muunganiko na huyu Kristo Yesu, ili waweze kumfikia Mungu Baba katika Roho Mtakatifu. Sasa hawa ambao tunawaita sasa wakatukumeni, katika kipindi hicho kinapoanza mitume wanapokuja, baada ya mitume wanakuja mababa wa kanisa, na baadaye kanisa limeendelea hivyo, wote waliokuwa wakifundishwa juu ya habari njema ya wokovu, walikuwa ni wale ambao bado hawamjui Kristo, bado hawajamwamini Kristo.
na hivyo walitoka katika mazingira mbalimbali. Walitoka wengine katika mazingira hayo ya kipagani, wengine labda katika mazingira ya kishirikina, wengine katika mazingira hayo ya kuishi mila na desturi ambazo sio nzuri kadiri ya mtazamo wa maisha ya Kikristo. Na hivyo sasa, ili sasa waingie katika Ukristo, wahubirie habari njema, kulikuwa kuna hatua tangu mwanzo. Hawa watu wazima walikuwa wanaingizwa katika Ukristo wakifuata hiyo miaka mitatu, kwamba walihubiriwa habari njema ya wokovu, na kwa njia hiyo kulikuwa kuna matukio ambayo yanafanyika kwao, hasa sala mbalimbali zilisaliwa kwao, lakini pia kulikuwa kuna sala za kuinga mapepo. Kwa nini? Kama nilivyosema, ni watu ambao wanakuja kutoka mazingira ambayo sio ya Kikristo. Wanakuja kutoka mazingira ya kipagani, ya kutokumjua Mungu, ya kutokumjua Kristo Yesu. Na hivyo walihitaji kupata habari njema ya wokovu. Na hiyo habari njema sasa iliwaandaa wao kuingia katika ule utimilifu wa imani katika Mungu. Na kwa njia hiyo waliweza sasa kubatizwa, kupewa kipaimara na Ekaristi takatifu. Kumbe tunaposema sasa liturujia ya Kwaresma na uingaji wa pepo, ni kwa sababu katika vipindi vyote hivi ambavyo hawa Wakristo walikuwa wanaandaliwa, kipindi cha Kwaresma kilikuwa ni kipindi maalum ambacho hawa watu wanapata matakaso kwa ajili ya kuondoa aina yoyote ile ya uovu uliowanyemelea, au uovu waliokuwa wameishi nao, au uovu ambao wameutenda, au kama wameishi katika mazingira hayo ya kishirikina, mazingira yoyote ya kupiga ramli, mazingira yoyote sijui ya kufanya mambo yote yale ya kienyeji ambayo hayaendani kabisa na mpango wa wokovu wa Mungu. Na hivyo hawa ndio haya matendo walitendewa. Kumbe yeyote ambaye kama alikuwa ana changamoto ya pepo, alikuwa ana changamoto ya kutokuishi maadili, ni kwa sababu alikuwa hajamjua Kristo ambaye ndiye yeye Bwana wa wokovu wetu, aliye ukweli, aliye uzima na aliye njia. Kumbe kwa minajili hii, hata ukiangalia Yesu anapozaliwa, baada ya kuzaliwa anakuwa, na baada ya kukua anapofikia ule umri sasa wa kwamba anaingia rasmi sasa katika kazi ya kutukomboa, anaenda kubatizwa, na baada ya kubatizwa anaenda jangwani. Hatua ya kwanza akiwa kule anafunga. Nini kinatokea? Kwamba Shetani anakuja kumjaribu, na anamjaribu katika hayo majaribu matatu: jaribu la hali ya kimwili, tamaa ya kimwili, jaribu la tamaa ya mali, na jaribu la tamaa ya mamlaka. Na ndio maana kama mtakumbuka katika Dominika iliyopita, Dominika ya kwanza ya Kwaresma, hayo ndio ambayo basi yaliwekwa mbele yetu katika Injili ya Luka sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 13. Kumbe sasa katika mazingira hayo unaona kabisa Yesu huyu anajaribiwa na mwovu Shetani, na hivyo anashinda hayo majaribu kwa nguvu ya ile imani aliyokuwa nayo na kwa nguvu ya kutumia neno la Mungu. Na ndio maana alisema imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Na baada ya hapo sasa, huyu Yesu anapoingia rasmi katika kazi yake ya hadhara, yani utume sasa huu ambao amekuja kwa ajili yetu kutukomboa. Kumbe anapoingia katika sinagogi, tumeona sasa katika Injili ya Luka, ukisoma sura hii ya kwanza mpaka sura ya 15, kwa kweli unakuta mapepo ndio yanaomtambua Yesu. Yanamtambua Yesu kwa sababu kwanza ni muumba wao, kwa sababu ndiye aliumba. Tukumbuke kwamba waliumbwa malaika, na swali la katekisimu linasema, je, malaika wote walikuwa wema? Nasema hapana, malaika wengine waliasi. Hawa walioasi wanaitwaje? Ndio wanaitwa pepo wabaya au Shetani. Sasa hawa wametengeneza, maana yake ni kama ufalme wao wa giza
ambao lengo lao ni kwenda kinyume na mpango wa Mungu wa kumkomboa huyu mwanadamu ambaye ameingia katika dhambi. Na lengo la kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kadiri ya kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15, nitanukuu maneno haya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15, Mungu anamwambia nyoka, nitaweka uadui kati yako na mwanamke, na kati ya uzao wa mwanamke na uzao wako. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa, na wewe utamuuma kisigino. Sasa uzao wa mwanamke huyu ni nani? Ndio huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Na huyu mwanamke anayetajwa katika utimilifu wake sasa katika historia ya wokovu, kutoka katika Eva wa kwanza tuna Eva wa pili ambaye alitii ule mwito wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu aliposema, ndimi mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Na hivyo sasa huyu Kristo Yesu anayezaliwa na Bikira Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndiye anayekuja sasa kutukomboa. Sasa hawa mapepo wanapomwona wanatetemeka, wanaingiwa hofu. Wanaanza kujiuliza itakuwaje? Huyu ambaye ndio muumba wetu amekuja hapa, inakuwaje? Ndio maana anaanza kupiga kelele. Tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Natambua wewe unani, mtakatifu wa Mungu. Lakini kwa nguvu hiyo Mungu alionayo, anayakemea haya mapepo, anaambia fumba kinywa umtoke. Na wale pepo kweli wanatoka hao watu. Na ndivyo tunaona maisha mazima ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ndio lengo hilo ambalo amerijia katika kuhakikisha kwamba anamkomboa huyu mwanadamu kutoka katika huu uovu ambao huyu shetani aliuingiza, huyu shetani aliuleta, na kumwondoa mwanadamu katika enzi ya Mungu. Na hivyo yeye anakuja sasa kumrudisha huyu mwanadamu katika enzi ya Mungu, ili abaki katika muunganiko naye kuanzia hapa duniani na hatimaye baadaye katika uzima wa milele mbinguni. Sasa katika kipindi hiki cha Kwaresima au kipindi chote ambacho Mkatukumeni anaanza zile hatua za mafundisho, basi kuna taratibu zote ambazo zinaelekea kuwa anasaliwa sala ambazo zinamuondoa katika mazingira yote ya uovu nyemelevu katika maisha yake na hata kuinga pepo. Na ndio maana tunasisitiza na kuwakumbusha kwamba ni vizuri tuwe na utaratibu na kufuata utaratibu, ili watu waweze kupata ile neema na baraka ya wokovu unaowajia. Sasa kipindi hiki cha kuingizwa katika Ukristo kimegawanyika. Tunaposema kuwaingiza watu katika Ukristo, maana yake ni kwamba utaratibu wa kuwaingiza watu wazima katika Ukristo unaonyeshwa hapa unakusudia kwamba watu wazima ambao wanahubiriwa fumbo la Kristo na wanalipokea, na baadaye wanaingizwa sasa katika Ukristo kwa njia ya ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu. Kumbe kuwaingiza wakatekumeni katika Ukristo ni tendo la hatua kwa hatua ambalo linafanyika ndani ya jumuiya ya waamini kwa kutafakari thamani ya fumbo la Pasaka na kwa kuamsha upya ahadi zao za ubatizo. Waamini wanawapa mfano mzuri na kuwavuta wakatukumeni wawe tayari zaidi kumtii Roho Mtakatifu. Maana yake waumini ni kina nani sasa? Tukirudi kwa mfano kipindi kile cha mitume, unaona wale wote ambao waliongoka wakaokoka wakamwamini Kristo na sasa wamepata wokovu na wanaendelea kuishi maisha yao ya kila siku. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 aya ya 37 mpaka 41. Petro alipokuwa anahubiri siku ile ya Pentekoste na watu wakachoma mioyo yao, ndipo wakauliza tufanyeje ndugu zetu? Manake hawa walikuwa bado hawajamjua Kristo, na ndio maana wanasema tufanyeje, na ndio maana wanaambia tubuni mkaamini katika jina la Kristo ili muweze kuokoka ninyi na vizazi vyenu. Na tunaambiwa wakaamini siku hiyo, wakatubu, wakabadilika na wakabatizwa takribani watu 3,000. Hao ndio waliojenga sasa kundi la kwanza au jumuiya ya kwanza ya Ukristo ambayo tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 42 mpaka aya ya 47. Kwa hiyo maana yake kwamba yule mwenye pepo anategemewa awe ni yule ambaye
yuko mbali na Yesu, hamjui Yesu, yupo katika mazingira ambayo hayana uhusiano wowote na nguvu ya kiroho ya kimungu, hayana uhusiano wowote na maisha ya Kikristo. Huyu mtu amegubikwa mazingira yake na maisha ambayo hawa watu hawamjui Mungu, wamejiingiza katika mira hizo na desturi zao, mambo labda ya ushirikina, mambo yote ambayo yanaenda kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu, na wenyewe labda wanafanya, ndio wamekuwa hivyo, hawajui. Na ndio maana sasa wanahubiriwa kwamba hapana, hivi vitu mnavyofanya haviendani kabisa na Mungu alivyotuumba na anavyotutaka tuishi. Kwa hiyo, na ndio maana watu kama hawa kweli walipokutana wengi na mitume, waliweza hata kudondoka mbele ya mitume na wakakemewa pepo, wakawingwa na wakatolewa pepo. Na hivi hivyo Yesu anapokuja, wote waliomtambua ni kwa sababu sasa yeye amekuja kusimika huo ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni, uzima wa milele. Kwa hiyo wote wale ambao walikuwa wana pepo waliweza kuondolewa pepo, kwa sababu na baada ya kuwa sasa wameondolewa pepo, hawa wakaingia katika imani katika Kristo Yesu. Maana yake yote anayekuwa ameunganika na Kristo hawezi kuwa na nini? Kuwa na pepo. Yote ambaye ameunganika kweli na Kristo hawezi kuwa na shetani. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake ana nguvu ya Kristo, ndani yake ana nguvu ya kimungu, ndani yake ana utawala wa Mungu, ndani yake neema za Roho Mtakatifu zinabubujika, mapaji ya Roho Mtakatifu yanabubujika. Kwa hiyo huyu mtu hauwezi ukasema kabisa kwamba anaweza kuwa na pepo, isipokuwa labda katika Ukristo wake ameacha yale maisha yake akaenda kinyume, kama ambavyo tutaona hapo mbele. Kwa hiyo katika hatua hizi kipindi cha kwanza ni kipindi ambacho tunasema katika kuingizwa katika Ukristo, kipindi kinachotangulia ukatukumeni, ambapo mtu anapoanza mwanzo kabisa yale mafundisho. Na kwa upande wake huyo tunamuita ni mtakaji, kwa Kiingereza tunasema ni aspirant, kwamba ana ile hamu ndani yake, anakereketwa ya kutaka kuwa na muunganiko na Mungu, ya kutaka kuona kwamba Mungu anapaswa kuwa ndani yangu. Ndivyo ambavyo tunasoma katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki ile kubwa namba 27 kwamba tamaa ya kumjua Mungu imo ndani ya kila mmoja, maadamu tu amepata mafundisho sahihi ambayo anapoelekea yanamuongoza katika ukweli huo wa kimungu, na yeye anaishi kadiri ya mpango huo wa kimungu. Kumbe huyu anapoanza kuandikishwa, na kama mnavyojua ule utaratibu ambao tumekuwa zamani, na tunatamani utaratibu huo urudi, na tunashukuru zile parokia ambazo basi zimeweka utaratibu wa miaka hii mitatu ya kuandaa wakatukumeni au miaka miwili, kwamba anaanza na anaanza na hatua ya utakaji, ni muda wa kujichunguza, na kwa upande wa kanisa ni muda wa kumwinjilisha mtakaji huyu. Kipindi hicho kinamalizika kwa kupokea, yaani kuandikishwa kuwa mkatukumeni. Na baada ya hapo sasa huyu mkatukumeni anaingia hatua ya kwanza ya ukatukumeni. Maana yake ni nini? Baada ya kuwa amemsikia Yesu, amesikia habari njema, anaendelea sasa kupata mafundisho ya kina zaidi kuhusu wokovu ambao anapaswa kupata katika Yesu Kristo, ili aweze kumfikia Mungu Baba katika Roho Mtakatifu. Kumbe baada ya kusikia habari kuhusu Yesu, huyu anafikia uamuzi wa kuondoka na kutamani kuwa Mkristo. Kanisa linampokea kuwa mkatukumeni. Unaona, kwa hiyo huo sasa tunasema ndio mwaka wa pili wa ukatukumeni, anakuwa sasa mkatukumeni. Na tukumbuke kwamba tulikuwa tunapewa ile kadi ya njano, maana zilikuwa zimepangwa. Inaanza kadi ya kaki ambayo ndio ya utakaji, alafu inakuja kaki ya blue ambayo ndio unaingia katika hicho kipindi hicho. Baada ya kuwa umejaribiwa kwa muda miezi kadhaa, unapata kadi ya blue, unaenda nayo. Baada ya mwaka mmoja unaingia sasa ule mwaka wa pili, unapewa kadi ya njano, alafu mwaka wa tatu unapewa ile kadi nyekundu, ambazo zote ni hatua ambazo huyu mtu anaendelea kuandaliwa. Kumbe sasa kanisa linampokea. Sasa kipindi cha pili cha ukatukumeni kinaanza kwa kuandikishwa jina, kama alikuwa hajapewa pale mwanzo alipoandikishwa, na kuwa mkatukumeni. Kinaweza kudumu miaka kadhaa.
huo ndio muda wa katekesi pamoja na maadhimisho mbalimbali, na kipindi hiki kinamalizika siku ya uteuzi, Dominika ya kwanza ya Kwaresima. Unaona? Kwa hiyo vipindi vyote hivyo, Dominika ya kwanza ya Kwaresima maana yake iliyopita tunategemea huko maparokiani. Kama hatujafanya, ni vizuri tukaweka siku maalum ambazo tutawapokea hawa watu na kuandikisha na kufuata madhehebu yote ya liturujia ya Kwaresima inayoendana na uingaji huu wa mapepo. Hatua ya pili, baada ya kukua katika imani na kukaribia kumaliza kipindi cha ukatukumeni, kanisa linamteua kufanya matayarisho ya kina zaidi kwa sakramenti za mwanzo. Kwa hiyo kipindi sasa kinafuata cha tatu, ni kile kipindi cha kutakasa na kuangaza, na ndio maana tuna matakaso yale matatu. Dominika ya tatu ya Kwaresima, Dominika ya 4 ya Kwaresima na Dominika ya 5 ya Kwaresima, matakaso matatu. Na baada ya hapo sasa, hayo matakaso yanayopata yanaendelea kumsaidia katika kipindi hiki cha Kwaresima katika maandalizi ya kuadhimisha zile sakramenti za Pasaka ambazo kama niko shasema ni ubatizo, kipaimara na Ekaristi takatifu. Na ni vizuri tujue kwamba hizi sakramenti zinazo sakramenti za Pasaka kwa sababu zinapokelewa kile kipindi cha Pasaka. Na mapadri ambao mna wakatukumeni, ni vizuri mjue kwamba wanapaswa kubatizwa siku ya mkesha wa Pasaka, wanapaswa kupewa kipaimara na komunyo. Hii haimtegemei askofu. Sasa kuna kosa ambalo tunalifanya, mapadri wengi wanawabatiza watu na kuwapa komunyo siku hiyo, alafu hawatoi kipaimara, wanasubiri mpaka labda mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 atakapokuja askofu. Hili kosa tunalifanya katika hizi ni sakramenti za kuingizwa katika Ukristo. Kumbe kama itaonekana wako hao wakatukumeni tu, hakuna watu waliobatizwa wakiwa labda watoto wachanga, baadaye wakawa wamepata komunyo, wakasubiri kipaimara baadaye, basi kama hawapo, haina haja ya kusoma kwamba mimi ili aje askofu parokiani kwangu ni lazima aje atoe kipaimara. Hapana, askofu ana shughuli nyingi parokiani, ndio maana kuna ratiba ya uchungaji wa askofu. Anaweza kaja tu moja kwa moja kutoa kipaimara, lakini pia kaja kama ziara ya kichungaji. Kwa hiyo kumbe tuondoe yale mawazo na ile taratibu ambao tumekuwa nao wa kufikiri kwamba askofu anakuja parokiani kwa ajili ya kutoa kipaimara tu. Hapana, itokee kwamba kweli anakuja kutoa kipaimara na wale wanaopewa kipaimara wapo. Kwa hiyo wale wanaoingizwa katika Ukristo, hizi sakramenti inaadhimishwa kama sakramenti moja. Kwa hiyo ubatizo, kipaimara na Ekaristi takatifu. Kwa hiyo tusiishie tu ubatizo alafu Ekaristi takatifu tunawapa siku hiyo, alafu wanasubiri sijui mwezi wa 9 kuja kupata kipaimara, labda kama askofu atakuja kutoa kipaimara. Hapana, kama hamna kuna ratiba nyingine ambayo askofu atakayofanya. Ndio maana hizi sakramenti zinaitwa sakramenti za Pasaka. Kwa hiyo zinakutegemea wewe ambaye unayeadhimisha hiyo sakramenti siku hiyo, unawaingiza watu katika Ukristo kwa sakramenti hizo tatu ambayo inachukuliwa 3 in 1. Kwa hiyo tukielewa hivyo, basi tutawaandaa ndugu zetu vizuri. Sasa hatua ya tatu na ya mwisho, baada ya kumaliza kipindi cha matayarisho ya kiroho, mkatukumeni anapokea sakramenti za kumuingiza katika Ukristo siku ile ya mkesha wa Pasaka. Na hivyo sasa, baada ya kusema hivyo, kueleza hayo hatua za huyu mtakaji mpaka anaingia hatua ya ukatukumeni, baadaye anaingia kama mteule wa ubatizo. Hizi hatua zote unaona zinakuwa zina sala maalumu, zina sala maalumu. Tukianza na hatua ya utakaji, mtakaji anahojiwaje? Anahojiwa hivi: jina lako nani? Katika kama ni ndani ya adhimisho la misa baada ya mahubiri pale, kama ni liturujia nini pia baada ya tafakari ambayo inakuwa imetolewa, mtakaji anasema fulani. Baadaye mtakaji anaitwa kwa kusema nipo. Alafu mhudumu anasema unaomba nini kwa kanisa la Mungu? Huyu mtakaji anasema imani. Mhudumu anamuuliza imani inakupatia nini? Atasema imani inanipatia uzima wa nini? Wa milele. Na ndio maana mtakumbuka ujumbe wa Baraza la Maaskofu mwaka huu 2025 unatuambia simameni imara katika imani. Kumbe tangu mwanzo wa huyu mkatukumeni mtu anapoandaliwa sasa kuingia katika Ukristo, anafundishwa kwamba ajue nguvu ya imani inayomsaidia kupata uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo
ahadi anayoweka huyu mtakaji ni hii, ambapo mhudumu anaweza kawa ni padri kadiri ya utaratibu ambao unakuwa umepangwa na kanisa mahalia au hata katekista, basi atasema maneno haya: Mungu humwangaza kila mtu ajaye ulimwenguni, humfumbulia mambo yasiyoonekana kwa njia ya ulimwengu aliyoumba, ili mwanadamu ajifunze kumshukuru Muumba wake. Basi ninyi mliofuata mwanga wake, sasa njia ya Injili iko wazi mbele yenu, ili baada ya kuweka msingi wa maisha mapya mumjue Mungu aliye hai, ambaye hunena kwa yakini na watu. Isitoshe, mtembee katika nuru ya Kristo, muamini hekima yake, muweke siku zote maisha yenu mikononi mwake, mpate kumwamini kwa moyo wenu wote. Hiyo ndiyo njia ya imani atakayomtumia Kristo kwa upendo wake kuwafikisha kwenye uzima wa milele. Je, mko tayari kuongozwa naye na kuishika tangu leo njia hiyo? Wanaitikia, niko tayari. Sasa baada ya hapo, ndio maana nilikuwa nawaambia tangu mwanzo kabisa wa maandalizi ya kuingizwa katika Ukristo, hata kabla ya kufika kwenye kipindi cha Kwaresima, huyu anayeingia kama nilivyosema ametoka nje ya mazingira ya Kikristo, kumbe tunategemea anakuwa na mambo mengi ambayo hayaendani na maisha ya Kikristo na taratibu na tunu na fadhila za Kikristo. Kwa hiyo kuna uingaji wa pepo, na huyu mtakaji anaulizwa kama yuko tayari kukataa maadhimisho potofu ya jadi ambayo labda alikuwa anayafanya. Na ndio maana sala ile ambayo anayosaliwa inasema hivi: ndugu zangu watakaji, ninyi mmeitwa na kusaidiwa na Mungu, mmeamua kumheshimu na kumwabudu yeye peke yake na Kristo wake. Vile vile mnataka kumtumikia Mungu peke yake na Kristo wake. Sasa ni wakati wa kukataa mbele za watu nguvu zozote zinazopingana na Mungu. Unaona sasa, maana yake hao watu labda walikuwa wanaishi katika nguvu zingine ambazo ni kinyume kabisa na mpango wa Mungu, wapo katika mazingira hatarishi ya kiroho. Kumbe wanaambiwa sasa nguvu zozote zinazopingana na Mungu na ibada ambazo si za kumwabudu Mungu. Labda walikuwa wanaabudu milima, walikuwa wanaabudu miti, walikuwa sijui wanafanya nini, wanaenda kutambika, wanaenda makaburini, wanafanya vipi, wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Sasa haya yote ndio wanaambiwa. Basi iwe mwiko, unaona sala inavyosema, basi iwe mwiko kwenu kumwacha Mungu na Kristo wake na kutumikia nguvu nyinginezo. Kwa hiyo kumbe wanapaswa kumwabudu Mungu tu, na hivyo tangu mwanzo wa utakaji, hata kabla hawajaingia ule mwaka wa kwanza wa hatua hiyo ya kuelekea katika kuingizwa kwenye Ukristo, wanaambiwa haya yote. Na wale wadhamini sasa, wale ambao watakao kuja wasimamizi wao, wanaambiwa, ninyi wadhamini mliowaleta watakaji hawa mbele yetu, nanyi ndugu zangu mliohudhuria hapa na kuwasikia, je, mmeshuhudia kwamba watakaji hawa wamemchagua Kristo Bwana wetu na kutaka kumtumikia yeye peke yake? Wale wote waliomo katika adhimisho hilo wanasema tumeshuhudia. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya mwanzo ya uingaji wa pepo. Sasa sehemu ya pili ya uingaji wa pepo, katika hatua zinazoendelea, kupewa jina, alafu kuna ibada mbalimbali za kuwapa Injili, kuwaombea wakatukumeni katika safari yao hii ndefu. Kwa hiyo unaona sasa zinakuja zile hatua ya ukatukumeni, sehemu ya kwanza. Sasa hii hatua ina sala ya kuinga pepo, uingaji mdogo, unaitwa uingaji mdogo. Sala hii inasema tuombe: Mungu Mwenyezi wa milele, ndiye aliyetuahidi sisi Roho Mtakatifu kwa njia ya mwanao wa pekee. Tunaomba kwa unyenyekevu wakatukumeni hawa waliojitoa kwako waepushwe mbali na kila pepo mwovu, upotovu wowote na matendo yote ya dhambi, ili wastahili kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Nawe unapothibitisha sala hii ya imani yetu, utujalie tusiombe bure, bali tuombe kwa ule uwezo na neema ya mwanao wa pekee aliyeikomboa dunia katika maovu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baada ya hapa wakatukumeni wanabarikiwa. Baada ya kupata baraka,
yanaingia sasa maadhimisho tena ya kipindi ambacho hawa wakatekumeni wanapakwa mafuta. Haya mafuta wanaopakwa wakatekumeni kifuani, ambao tunapaka katika ubatizo watoto wachanga pamoja na wakatekumeni watu wazima, unaona kabisa kwamba haya mafuta yanaitwa mafuta ya kuzingua, mafuta ya kuinga pepo. Nguvu ya Kristo Mwokozi iwakinge. Tunawapaka mafuta ya wokovu kama ishara ya nguvu hiyo katika huyo Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala milele na milele. Sasa baada ya hapo inafuata ile hatua ya pili kabisa na ya mwisho ya mwaka ambao huyu mkatekumeni anakuwa amefika mwaka wa 3 sasa, au wa pili kadiri ya utaratibu ambao unakuwa umepangwa huko majimboni au maparokiani. Sasa kuna sala ambazo zinakuwa nyingi, na baada ya sala hizi kuna sala inayoitwa sala ya kutakaswa. Anatakaswa huyu kuondolewa uovu wake, anaondoa kwa namna ya pekee, anapata takaso la kwanza, na hilo takaso la kwanza linakuwa na sala ya kuinga, ambayo sala hii inasaliwa hivi: Mungu, ulimtuma mwanao kwetu atuokoe. Wateule hawa waliokwisha uongoka kwa neno la Bwana wanatamani kunywa maji yaliyo hai kama yule mwanamke Msamaria. Uwajalie wakiri kwamba walikuwa wameelemewa na dhambi zao wenyewe na udhaifu wao. Tunakuomba usikubali wadanganywe na ulaghai wa shetani sababu ya kujiamini mno wenyewe. Uwaepushe na roho ya udanganyifu ili watambue uovu wao, wajalie utakaso rohoni na kushika njia ya wokovu. Kwa hiyo sala baadaye zinaendelea ambazo zinalenga katika matakaso na maondoleo hayo ya kuinga pepo, na kuna kuinga mara 4. Watu wanawingwa pepo mara 4 mpaka mwisho kabisa wanapokuja kupewa mausia ya sala Baba Yetu na mausia ya kanuni ya imani. Kumbe katika mtiririko wote huu mzima, huyu mtu anakuwa mpaka anapokuja kubatizwa kwa kweli ameshaokoka, ameshaongoka, kwa sababu kabla ya kubatizwa kama hali ya sakramenti kwa maji, huyu mtu anapaswa tayari kuwa pata ubatizo wa Roho Mtakatifu, ndio kumwamini Yesu kabisa na kuokoka kabisa. Kwa hiyo ubatizo unamuingiza katika hiyo familia ya kimungu, na ndio maana baada ya hapo akishakuwa Mkristo hatutegemei huyu mtu asipobadilika kuwa na pepo. Na ndio maana Wakristo wa Katoliki tunasema Mkristo hana pepo. Sasa anapataje pepo kama kweli ana muunganiko wa kweli na huyu Kristo Yesu? Kama kweli amepata hatua zote hizi na kama ameandaliwa vizuri katika imani hiyo. Kumbe tunaposema kwamba hakuna maombezi ambayo ni ya jumla na ya mara kwa mara juu ya mapepo, ni kwa sababu hiyo. Sasa tukisema mtu ana pepo au Mkristo akaenda sijui anasema kwa madhehebu ana pepo, ajiulize uhusiano wake na Yesu. Na kabla baba hajaendelea, nipitie ujumbe wako msikilizaji ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia nambari ya simu 0746 11 22 35. Na kama ujumbe wako msikilizaji anasema tumsifu Yesu Kristo milele amina. Anaitwa Lozi, anatokea parokia ya Kibaha. Yeye anataka kujua mwanamke anaishi Kikristo amepata mwanaume wakafungishwa ndoa na mwanaume asiyebatizwa. Baada ya kufungishwa ndoa mwanaume akamkimbia mke wake, ni takribani miaka 10 sasa. Anataka kufahamu, je, hapo bado kuna ndoa? Ni swali lake msikilizaji. Na kamata ujumbe mwingine anasema kwa nini Wakristo huwa hawaanguki na mapepo kanisani, sio kama makanisa mengine? Ameishia hivyo, hajataka kusema yeye ni nani. Karibu baba uweze kujibu maswali ya msikilizaji alafu tuendelee. Asante. Kuhusu la kwanza, Rose kutoka Kibaha, tunakushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki. Tujue kwamba ndoa ikishafungwa na ambayo imefuata taratibu zote inabaki kuwa ni sakramenti. Sakramenti ni ishara ya wokovu iliyowekwa na Bwana wetu Yesu Kristo ili kutuletea wokovu. Kumbe ingawa huyu mtu ameondoka, maana yake ni kwamba kuondoka kwake hakuvunji ule muunganiko wa kisakramenti uliopo kati ya wewe mume na wewe mke. Kumbe mnabaki bado mmeunganika.
Na ndio maana hatua ya pili sasa unapaswa tu kujua kwamba nifanye nini sasa, kufuatilia kwanza huyo mume yuko wapi, anafanya nini, ameenda wapi, na kufuata taratibu zote ili kuweza kujua. Na kama sasa atakuwa yani kwamba haijulikani aliko na wala tufahamu, ndio kuna taratibu sasa za mahakama za kanisa zile za ndoa zinakupa sasa utaratibu wa kufanya baada ya kujiridhisha kabisa juu ya huyu mtu, kwa sababu historia imeonyesha katika sehemu mbalimbali matukio kama hayo yametokea. Na katika hali hiyo mtu alifikiri labda mke wake alishaondoka, labda sijui amesikia tu fununu ameolewa mahali fulani, au mume alishaondoka kwa sababu ameona sasa kama yupo, alafu watu wanachukulia tu maamuzi yale rahisi tu, basi bwana tu kwa sababu yupo mimi siwezi kuishi peke yangu, na mambo mengi kama tunavyojua tunayozungumza, basi wanaamua fungia ndoa. Maana yake mtu anaruhusu kile kitu. Siku ile ambapo mnaenda sasa kanisani huyu mtu ndio anaibuka sasa, mtu ndio anaibuka. Kwa hiyo ndio maana inahitaji ufuatiliaji na wa kina juu ya hali hiyo ikitokea, lakini unajua kabisa ndoa inabaki kuwepo, sakramenti inabaki kuwa sakramenti. Baba, hapo umezungumzia kwamba kuna utaratibu wa kufuatilia kwa mtu ambaye amekimbia labda mume wake au mke wake. Taratibu hizo ni zipi haswa? Taratibu hizi ndio maana lazima ya kwanza kabisa aende kwenye ofisi ya parokia kaonane na paroko. Paroko au mapadri wa pale ndio watamsaidia sasa kwa hatua ya kwanza, na hatua ya pili watamuelekeza sasa aende kwenye mahakama ya jimbo inayohusu na masuala ya sheria za kanisa na ndoa. Kwa pale watampa utaratibu mzima na atafuata. Sasa kwa sababu tutazungumzia masuala ya ndoa hapa, ndio maana siwezi kwenda kwa kina, lakini pia kuna wataalamu mambo haya ambao wangeweza kuyafafanua vizuri zaidi, nipo kisakramenti zaidi. Asante baba, nadhani Rozi utakuwa umepata majibu ya baba. Kama ni wewe au ni ndugu yako, basi unaweza kumshauri akaenda kwenye ofisi za parokia ili kupata huo utaratibu ambao utakuwa ni msaada kwake na kujua ni hatua zipi aweze kuzifuata. Tuendelee baba na swali la pili la msikilizaji. Swali la pili nazungumzia juu ya kudondoka. Kama ambavyo tayari nimeshasema, tujue kwamba Yesu baada ya kuja, maana yake ni mwisho wa uovu. Ndio maana tunasema maana nzuri na fupi ya ufufuko ni nini? Pasaka tunayoelekea mwisho wa dhambi, mwanzo wa maisha mapya. Ndio maana ya ufufuko, kwa sababu ulikufa alafu unafufuka. Maana yake umefia dhambi na umefufuka, umeunganika na Kristo. Kwa hiyo huyu mtu ni safi, ni mtakatifu mbele ya Mwenyezi Mungu, ameunganika kikamilifu kabisa na Mungu. Sasa ndio maana nikasema mwenye pepo, anayetarajiwa kuwa na pepo, anayetarajiwa kuwa amepagawa na mapepo, anapaswa kuwa ni mtu ambaye yuko nje ya mazingira ya maisha ya Kikristo. Na ndio tangu mwanzo kilichokuwa kinafanyika, wale wote ambao ni wakatukumeni, watu wanaokuja kuingia kutokana na mazingira kwa naishi, walifanywa haya yote, hizi zote hatua na sala mbalimbali za kuweza kumsaidia huyu mtu kumweka katika hali safi. Na ndio maana nikasema mtu anaingia kubatizwa akiwa tayari ana muunganiko na Mungu, kwa sababu kinachotangulia ni ule uongofu wa ndani, yani unaondoka kwanza, ndio unakuja kubatizwa sasa katika ile hali ya ishara, katika hali ya sakramenti kwa maji na zile ishara na taratibu zingine zinazofuatwa. Na ndio maana mtu aliyeongoka ndio anabatizwa. Na ndio maana unaona Petro asema tubuni mkaongoke ili mbatizwe. Unaona? Na alipokuwa hata kule kwa Kornelio yule akida, kipindi anahubiri Petro, Roho Mtakatifu akawashukia, kwa sababu tayari hao watu mioyo yao ilikuwa imeshamwelekea Mwenyezi Mungu, imeshaunganika na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Petro akasema, je, nani anaweza kukataza maji haya tusiyatumie kubatiza? Na ndipo wakabatizwa. Kwa hiyo cha kwanza ni ile uongofu wa ndani. Sasa huyu mtu tayari ana hali hiyo ya Mungu. Sasa atadondokaje? Atasukumwaje na pepo? Na ndio maana lazima pia tuwe makini na madhehebu. Tuwe makini na madhehebu. Leo nilikuwa naangalia kwenye Facebook, basi mchungaji mmoja akawa anaeleza, akasema unataka kuwa tajiri, mimi nitawafundisha kuwa matajiri. Naona watu wanahangaika, wanafanya biashara, wanaenda huku. Mimi nitawafundisha tu, tawapa mbinu moja. Ukitaka kutajirika, utajiri wa haraka, anzisha kanisa. Kwa hiyo
Unaona, anawaambia anzishe kanisa. Sasa maana yake kumbe madhehebu mengi yanaibuka, watu wameona kwamba njia rahisi ya kupata pesa wewe anzisha kanisa, unalita kanisa la mtume fulani, kanisa la mwisho, la watakatifu wa mwisho, kanisa lenye nguvu duniani kuliko makanisa yote. Unaanza pale unapiga na Biblia yako na mistari imekariri. Huyo mchungaji anaeleza vizuri ya watu, basi unakuwa unamsikiliza, basi wenye akili kama yake, basi kwa hiyo unapata pesa zako. Ndio maana sasa tuwe makini, kwa sababu kuna mazingaombo mengi ndani ya madhehebu mengi, kuna mazingaombo mengi, na ndio maana lazima tuwe makini. Yesu alishatuona. Kumbe hao wengine maigizo yako mengi. Kwa hiyo ndio maana uwezo kukuta kwenye kanisa Katoliki eti tumesali mara ghafla sijui nini, hiyo ikitokea basi ni nadra sana. Na haifanywi na padri, ni mtu tu mwenyewe amekaa kule, unashtukia tu amedondoka. Sio huko kwamba mtu anapita anaanza kukusukuma na wewe unadondoka. No, hiyo hapana. Hiyo haipo hiyo. Asante. Asante baba kwa majibu mazuri, lakini pia ni matumaini yangu msikilizaji umeweza kuelewa vyema. Baba, kutokana na muda sio rafiki, tumalizie kipindi chetu. Asante. Mimi ningependa tu waraka wa pili mtume Petro sura ya 2 aya 20 mpaka ya 22. Petro anatueleza hivi: kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia, maana yake wameingia katika Ukristo, wamebatizwa, wamepata kipaimara, wamepokea Ekaristi na wanaendelea na maisha yao kwa kumjua Bwana na Mwokozi wao Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, manake wakarudi sasa katika maovu yale ya mwanzo na wakaondokana kabisa na maisha ya Kikristo. Hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kuijua, kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya Kori: mbwa ameharibia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe anayeoshwa amerudi kugagaa matopeni. Kumbe nimeweka hiyo kwa makusudi ili tujue kwamba unaweza ukaona kwamba unaposema una pepo ujue kwamba ndani yako kuna nini. Manake umemwacha Kristo, haunganiki na Kristo, uko mbali na Kristo, hata kama umebatizwa, umeingizwa katika Ukristo. Ndio maana tuwe makini, kipindi kitusaidie kuwa na mabadiliko ya kweli na ndani na kuishi Ukristo wetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Ujue kwamba unaweza ukaona kwamba unaposema una pepo ujue kwamba ndani yako kuna nini. Manake umemwacha Kristo, haunganiki na Kristo, uko mbali na Kristo, hata kama umebatizwa, umeingizwa katika Ukristo. Ndio maana tuwe makini, kipindi kitusaidie kuwa na mabadiliko ya kweli na ndani na kuishi Ukristo wetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Na msikilizaji na mtazamaji wa Tabora Online, ni kushukuru wewe ambao unaendelea kufuatilia mtiririko wa vipindi vyetu. Nikusihi tu usikose kufuatilia vipindi vyetu, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Kama utakuwa na swali kuhusiana na mada ya leo au mchango wote, basi unaweza kuandika comment yako hapo. Katika kipindi cha wiki ijayo baba ataweza kukujibu. Langu jina ni Siono Paul. Tumsifu Yesu Kristo.